Yes, uhali gani ndugu mtazamaji mfuatiliaji wa channel yetu Janja channel ya Kajanjele TV popote pale ulipo, pasi na shaka hali yako iko barabara, unaendelea vyema na harakati zako za kila siku. Uzima na afya ni vitu vya msingi sana. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia yote haya, lakini pia tuwaombee dua wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wanasumbuliwa na maradhi, wako hospitalini na wengine wametangulia mbele za haki. Leo katika kipindi chetu cha Screenshot tuko na jambo zito ambalo binafsi katika meza ya Screenshot niko nalo hapa, faili zito nalo ni tumekuwa tukipiga kelele wanamuziki wetu waweze kupiga hatua. Hili limekuwa ni jambo ama kimekuwa ni kilio kikubwa sana kwa Watanzania na East Africa kwa ujumla, namna ambavyo wasanii wetu wanaweza kupiga hatua kusogea kwenye tuzo kubwa. Tuzo kubwa ndizo tuzo ambazo zinaweza kumpandisha msanii na kumweka katika level kubwa, na hatimaye tukamuona akipata deals kubwa kubwa, lakini pia hata kushiriki matamasha makubwa ya kiduniani. Ni tuzo, ni moja ya vitu ambavyo huwa vinachangia sana. Sasa moja ya tuzo ambayo imepigiwa kelele sana ni pamoja na tuzo ya Grammy. Tuzo hii ya Grammy, as we are talking right now, tunavyozungumza hapa sasa, mwanamuziki AY kupitia wimbo wake wa Simuoni akiwa amemshirikisha Harmonize, Konde Boy Konde Jeshi, umechaguliwa kuingia katika kinyang'anyiro huko Grammy Awards. Ni sifa kubwa sana, lakini pia ni hadhi ambayo imekuja kwenye muziki wetu wa Bongo Flava, na of course ukizungumzia Grammy ni moja ya tuzo kubwa sana duniani na imekuja kunyanyua hadhi ya muziki wetu. Lakini hii pia kuna namna ambavyo mimi naitazama kwa majicho tofauti tofauti. Jicho la kwanza ni kwa wanamuziki wa kongwe. Kwanza tumpongeze sana AY. Ni mwanamuziki mkongwe sana, lakini ameweza kufanya muziki wa kisasa, akamshirikisha mwanamuziki wa kisasa, na wimbo umefanya vizuri na tunaona umechaguliwa kwenye tuzo za Grammy. Hii ni hatua kubwa sana. Wanamuziki wengi wa zamani huwa wanajikatia tamaa na kuona kwamba wao hawawezi kukompiti na wanamuziki wa kisasa. Kumbe haitakiwi hivyo. Hutakiwi kujionyesha kwamba wewe unapambana na wanamuziki wa kisasa, but you have to make a good music. Tengeneza muziki mzuri. Muangalie AY mpaka anaingia hizo kwenye tuzo za Grammy. Yuko muda mrefu kwenye muziki, lakini leo ameingia. Ukitazama wanamuziki wengi hawajapata nafasi ya kuingia. Tuna Toto Badi Mario, tuna huyo Harmonize hajawahi kuingia. I think Rayvanny aliwahi kuingia kwa kupitia wimbo wa Mtu. So ukiangalia, nadhani AY ametengeneza rekodi ya kipekee kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki, msanii wa kwanza kutoka Tanzania kuingiza wimbo wake mwenyewe kwenye tuzo za Grammy. Hii ni rekodi kubwa sana ambayo AY ameiandika. Sasa hii ni alarm kwa wanamuziki wa zamani kwamba anything is possible. Jambo lolote linawezekana. Usikate tamaa na kumwachia Diamond, Harmonize, Rayvanny, J Melody, Sui Kusa na wanamuziki wengine. Hata wewe pamoja na kwamba ni mwanamuziki wa zamani, bado unaweza kutimiza ndoto zako vizuri. So AY tumpe pongezi nyingi sana kwa kuweza kuamsha wanamuziki wa zamani. Lakini tunaangalia kwa jicho lingine. Nimeona kuna mahali Harmonize, Konde Boy Konde Jeshi amefurahia. Na muelewa Harmonize kufurahia hiyo situation, kwa sababu aliyefanikiwa ni mwanamuziki mwenzie, Mtanzania mwenzie, Bongo East Africa. Maana nikimaanisha AY, na muelewa. Lakini kuna namna Harmonize anapaswa kujiuliza, kwa nini AY wimbo wake umeweza kuingia Grammy? Yeye ana nyimbo kali, inawezekana. Yeye inawezekana ni mwanamuziki wa sasa anayefanya vizuri kulinganisha na AY, lakini yeye Harmonize hajaingia kwenye tuzo za Grammy.
kuna swali la kujiuliza. So wakati Harmonize unasherehekea wimbo ambao AY amekushirikisha kuingia ama kuchaguliwa kwenye tuzo za Grammy, ni wakati ambapo unapaswa Harmonize ujiulize, pamoja na kufanya kwako vizuri, pamoja na kuandika ngoma kama Sing Again, pamoja na kuandika ngoma kama Bedroom na ngoma zingine ambazo zimekuja kusumbua sana, lakini still Harmonize hatujaona wewe kama wewe umeingiza wimbo wako kwenye tuzo za Grammy. Ni swali la kujiuliza. AY amefanikiwa vipi, wewe Harmonize umefeli vipi? Na hii sio kwa Harmonize, ni kwa wanamuziki wote nchini Tanzania, wote East Africa. Ni swali ambalo watu wanapaswa kujiuliza sana. Hivi vitu vinahitaji connection. Hivi vitu vinahitaji ujuane na watu. Hivi vitu havihitaji ubahili. Shida kubwa ya wanamuziki wa East Africa, shida kubwa ya wanamuziki wetu wa Tanzania ni ubahili. Usichukulie rahisi wimbo wako kuingia kwenye tuzo za Grammy. Sio jambo jepesi. Kama huna connection, hakikisha una pesa. Kwamba unaweza ukafeli kwa sababu huna connection, lakini pesa ikakusaidia. Muziki mzuri kwa kusaidia. Anafeli wapi Harmonize? Anafeli wapi Toto Badi Mario? Anafeli wapi wanamuziki wengine? Wanafeli wapi? Why AY and not them? Mtu asokuwa na akili ataniuliza, Mr. Pimbi, kwani AY sio mwanamuziki? Hastahili kuchukua? Ana deserve sana tu. Lakini hebu angalia concentration ya AY katika muziki kwa sasa. Angalia na concentration kwenye muziki ya Harmonize. Lazima utakubaliana na mimi kwamba concentration ya Harmonize kwa sasa kwenye muziki ni kubwa kuliko kwa AY. AY concentration yake kubwa ipo kwenye masuala ya kibiashara tu. AY ni mfanya biashara mkubwa. So muda mwingi anakaa anafikiria biashara yake kuliko kufikiria muziki. Tunataka hawa ambao ni damu changa waje wafanye haya ambayo yanafanywa na wakongwe. Na ndio maana mimi nahoji kwa sababu damu changa zinakuja kupigwa gepu na wakongwe. This is not, yani yeye iko sawa. Ilibidi tuwaone wakina Harmonize, wakina Rayvanny, wakina Diamond, wakina Mario, wakina J Melody, wakina Kusa, ilibidi tuwaone wakina Mbosso, wakina Zuchu, wakina Nandi, ilibidi tuwaone hawa wanamuziki. And then tukione wakongwe wanakuja wanaingia, tunasema sawa. Lakini kitendo cha mkongwe anakuja anawapiga bao nyinyi ambao kila kukicha mnawaza muziki, kuna jambo la kujiuliza hapa katikati. So mbali na yote, mimi nichukue fursa hii ama nichukue nafasi hii kumpongeza sana AY kwa hatua kubwa sana ambayo amekwenda kuipiga katika muziki wake. Lakini at the same time ni washtue wanamuziki wa zamani waliokuwa wamejikatia tamaa. Nazungumza na nyinyi, na washtua mtoke katika usingizi mlio kuwepo. Wanamuziki wa zamani washajijengea mentality kichwani mwao kwamba huwezi kutoboa mbele ya Diamond, huwezi kutoboa mbele ya Harmonize, huwezi kutoboa mbele ya Rayvanny, huwezi kutoboa mbele ya wanamuziki wa sasa hivi. Wamejenga hiyo mentality kichwani. Ukijenga hiyo mentality kichwani, that means wewe mwenyewe nafsi yako haiko tayari kupambania muziki wako, umewaachia watu fulani. Anachokifanya AY ni mfano wa kuigwa. Wakina Feruz, wakina Juma Nature, wakina Q-Chief, wakina nane, amkeni huko mlipo. Jambo lolote linawezekana na ukafanya vizuri na ukawazidi hivi vizazi mnavyoviona kwamba ndio viko kwenye piki yao au kwenye time yao. Hakuna mtu ambaye yupo kwenye muda wake. Once unapozalisha kazi nzuri, once unapowekeza kwamba sasa nimezalisha kazi nzuri ama muziki mzuri, afu unawekeza kwenye promotion, hakuna aliyezaliwa kwa ajili ya kufanya vizuri. Wote tumezaliwa kwa ajili ya kufanya vizuri. Namna ya ufanyaji ndio inakuaga tofauti. Unajitoa kwa asilimia ngapi katika kazi yako?
Wakati unaandaa kazi yako unashirikisha watu. Je, wewe ni mwanamuziki, unajua madhaifu yako? Ni producer gani ambaye anaweza kusaidia madhaifu yako yasionekane? Tunao wakina 20%. Moja wanamuziki bora. Lakini wote tumegundua 20% alikuwa bora wakati yuko kwa Manwater. Sio kwamba kuna hiki na hapana, Manwater anajua kuficha madhaifu ya 20%. Manwater anajua pia hata kutafuta toni nzuri, melody nzuri ya 20%. Anajua Manwater nikipiga biti gani 20% hapa ataua. Anajua producer mwingine hawezi jua, ataotea, atabahatisha. Kwa nini sasa hivi watu wanamkimbilia Zombi, especially watoto wa WCB? Ni kwa sababu Zombi anajua miondoko ya WCB, anajua wasanii wa WCB wanataka nini. Zombi anajua Estukizi, anajua wanamuziki wa sasa wanataka nini. Na sio wanamuziki wa sasa, muziki wa biashara unataka nini. Unamuacha producer ambaye anajua muziki wa kibiashara unataka nini, unakwenda kwa producer ambaye haelewi muziki unataka nini. Ni producer mzuri, anaproduce vizuri, anafanya kila kitu vizuri, lakini hajui muziki wa sasa hivi unataka nini. I hope mmenipata. Mimi naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fact. Kipindi chetu pendwa ni Screenshot. Nyuma ya kamera yuko Junior Mtumbadi, mtu mbaya, ambaye amesababisha tumepata hizi light safi kabisa, tumepata sound safi, na picha unaiona hapo inayotoka kwenye simu yako ama tablet yako ni yeye. Thank you very much, until next time.